Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali hiki kuweza kuendelea kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku, na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha maswali na majibu cha dakika 90. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe utaratibu wa kipindi cha siku ya leo, na ndipo aweze kumkaribisha mwalimu wa siku ya leo. Karibu sana Brother Jerry. Amen, amen, amen. Sasa ukaribisho dada Priska Mungai Mshana akizungumza mubashara kutoka aliko makao makuu ya huduma zetu za Umoja Church hapa Dallas, Texas. Nikukaribisha wewe basi kipindi kingine cha Bible Study kinatujia kwa hisani ya makanisa ya Umoja. Karibu sema makao makuu tukiwa hapa Dallas, Texas. Kanisa lipo pale lipo kimtandao. Somo ambalo tumekuwa nalo kwa majuma hii itakuwa juma la 3 sasa. Ni je, kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa na kwenye utumishi wa zamani compare na ule wa leo? Je, kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa na kwenye utumishi wa zamani kucompare na ule wa leo? Katika majuma yale mawili yaliyopita tulikuwa na walimu wawili kutufundisha siku hiyo, Reverend Dr. Anderson Kasha pamoja na Mama Janet Kasha kutoka pale Alabama katika nchi ya Marekani. Tutakuwa nao katika sehemu ya pili kwa siku ya leo. Wakati nakukumbusha vile vilivyokwenda, basi tafadhali kuwa shemasi kama ile flyer ama reminder ile kukaribisha katika kipindi chako siku ya leo, ukifuata kwa wengine watatu kwa taarifa kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kipo hewani. Na wakati unafanya hivyo, basi kumbuka kwamba recordings za vipindi vyetu utazipata baada ya vipindi katika channel yetu ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study. Na sehemu ya kwanza ilikuwa ni sehemu ya ndoa. Tulizama zaidi katika sehemu ya ndoa na tulipita kidogo katika sehemu ile ya pili. Kitabu cha mwanzo kabisa ambacho kilifungua somo hili ilikuwa ni Wakorintho wa kwanza 4:1 mpaka 2. Tulisoma vipande vingi tu kule, lakini katika majuma mawili tumeweza kufundishwa kwamba neno yani agizo halijabadilika, lakini binadamu ambaye ana tabia tofauti ndio alobadilika. Tuambie kwamba ndoa ni utumishi. Na sema kwamba panapotokea changamoto ndipo utakapoona tofauti ya kizazi kile cha zamani na kizazi cha leo. Kizazi cha zamani kwa kimekuwa kutengeneza, kizazi cha leo kipo zaidi kwenye kutupa, na tuliambiwa nini maana ya kutupa. Watu hapo tukaambiwa vile tufanye nini kama wana ndoa ili kuweza kustahimilivu leo hii ndoa zetu. Vingi tulifundishwa pale: swala agano, swala maombi, mawasiliano mazuri, kusamehe, maamuzi haraka na kadhalika na kadhalika. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili. Sasa leo katika sehemu ya 3 tutaingia moja kwa moja katika swali lile la mwisho ambalo tukaweza kuligusa, sehemu lile la watumishi. Ukiangalia basi kalenda yako ni March 19 kwa ambayo kumbashara hapa Marekani, 20 kule nyumbani. Kwa mwaka huu basi ni siku ya 76 kati ya 365 Mungu ametukabidhi kwa mwaka huu, ikiwa ni ya 12 katika 53. Kwa utaona jinsi gani ambavyo mwaka umeshaanza kutoka mbio. Na kwa taarifa nzonazo basi kwa siku ya pamoja kwamba watumishi wote tutakuwa nao katika line, basi nitaanza moja kwa moja na Reverend Dr. Anderson Kasha. Yeye ataanza kutufungulia kwa sala ya jioni, na nitaingia moja kwa moja katika sehemu ya 3 ya mwisho somo letu hili, ambapo tutakuwa amegama sasa katika swala zima la utumishi ule wa zamani compare na utumishi wa leo. Dr. Kasha, karibu tena kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kama kiasi moja. Tuko tayari kujifunza pamoja nawe tofautio ya utumishi ule wa zamani na utumishi wa leo. Karibu sana baba mchungaji. Na make sure kama line yake ipo katika mute, tutabonyeza alama ya nyota nambari 6 *6. Asante sana mtumishi wa Mungu Jerry pamoja na viongozi wetu wengine wote katika dawati hilo letu la uongozi. Kwanza tunapenda kumshukuru mbeba maono mtumishi wa Mungu mchungaji Absalom, Dr. Absalom, na tunashukuru sana kwa ajili ya utumishi wote ambao umeendelea kupitia prayer line kwa miaka mingi sasa ambayo imepita. Najua kwamba tumeendelea
tumefaidika kwa sehemu kubwa kupitia utumishi huu. Na katika jioni ya leo tunaendeleza sehemu ile ya ambayo ilikuja kama. Basi kabla ya kuendelea, naomba nishukuru Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, tunakuja mbele zako katika wakati huu. Bwana Yesu, wewe ni mkate wa uzima ushukao kutoka juu mbinguni, na unatambua kile ambacho tunahitaji katika wakati huu. Asante, maana unakwenda kukutana mahitaji yetu ya kiroho na kinafsi na kila eneo, kwa sababu unagusa katika kila eneo. Neno lako linatufikia katika kila eneo, na tunasema asante. Ni kiu yetu ya kwamba ukafanikiwe katika makusudio yako uliokusudia katika kipindi hiki. Kwa hiyo tunajiachilia kwako, Roho Mtakatifu uliye Roho wa ukweli, ukapate kututangulia. Tunasema asante, ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. 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 Basi kwa leo tutaendelea na somo lile ambalo tumekuja nalo kwa wiki hizi mbili zilizotangulia, ambalo ni katika kujibu kwamba je, kuna stahimilivu tofauti kwanza kwenye ndoa za zamani na za leo, na pia je, kuna tofauti ya stahimilivu tofauti kwenye utumishi wa zamani na wa leo. Na kwenye wiki zile mbili zilizopita tuliweza kusimama hasa kwenye eneo lile la ndoa za zamani na za leo, na kwenye kujibu hoja hiyo tunasema ndio kuna tofauti, kuna stahimilivu tofauti kati ya ndoa za zamani na za leo. Na tuliweza kuchambua na kuweza kuonyesha kwamba ni kwa sababu zipi zimekuwepo, na nafikiri tulipofikia kwenye mwisho tuliweka kwamba je, tufanye nini ili kuweza kunyanyua kiwango cha ustahimilivu kwenye ndoa. Leo pia tunaendelea na sehemu ile ambayo inahusiana kwamba je, kuna stahimilivu tofauti kwenye utumishi wa zamani na wa leo. Na kujibu hoja hiyo tunasema ndio, kuna stahimilivu tofauti kwenye utumishi wa zamani na wa leo. Na labda kuwa na unadhifu wa kutosha pale, inabidi tuweze kusema kwamba je, kiwango kimeshuka au kimepanda. Tutaweza kusema kwa hakika kwamba kiwango cha ustahimilivu kimeshuka. Na labda takwimu huko, kwenye wale ambao wanaangalia kwenye takwimu wataweza kuona ni kweli kwamba kuna wale utumishi wengine ambao kwa sababu moja au nyingine, au kwa sababu mahitaji ya utumishi katika siku za leo labda ni challenging na ni tofauti labda na vile ambavyo walikuwa wamewaza mwanzoni. Na kwa hiyo kwenye kuangalia katika siku hii ya leo, kwanza tutaangalia kuweza kuona kwamba ni kitu gani ambacho kimefanya stahimilivu, kiwango cha stahimilivu kiweze kushuka kulinganisha na kule zamani. Nafikiri kitu cha kwanza cha kuangalia kama ambavyo tulivyokuwa tumetangulia kusema kwenye vipindi hivyo viwili vilivyopita, wiki mbili zilizopita, tulitanguliwa na neno la Mungu kule kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili. Ni pale neno la Mungu linaposema, mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu.
Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Na tukawa tumeelezea hapo kwamba tunapoangalia kwa watumishi, tujue kwamba tumeitwa kwamba tu watumishi wa Mungu. Na sisi wote hapa tulioingia kwenye kipindi hapa, wote kila mmoja kuna eneo lake ambalo anasikia uko moyoni kwamba Mungu amemuitia kalifanye. Kwa hiyo ni muhimu kabisa kujitambua hivyo. Kuna kitu ambacho kinachoitwa umuhimu wa kujitambua kwamba wewe ni nani. Na pale kwenye Wakorintho tunaambiwa kwamba mtu na atuhesabu hivi kuwa watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kwanza watumishi, alafu pili mawakili. Naangalia kwenye sehemu ya watumishi. Watumishi ni vile ambavyo Mungu ametuita kutumikia makusudi yake kupitia watu ambao ameweka katikati yetu. Na sote tunafahamu kwamba kabla watu hawajaingia na kuweza kumwamini Kristo, inaanzia pale kwenye kuwaita watu waweze kuja na kutoa maisha yao kwa Kristo Yesu. Kwa hiyo kuna sehemu ile ya mwanzoni kabisa ambayo tunaita ya kuwaalika watu. Na kama vile ambavyo kwenye biashara mtu anatangaza bidhaa yake kwa sababu ameiamini vizuri, naamini kwamba ndivyo ambavyo Mungu anatuhitaji sisi, kwamba tuwe tumeitambua hii imani ya Kristo ambayo tumeitiwa, ili hata tunapoipeleka kwa watu, tunapowaalika watu kwamba wamwamini Yesu, basi hatuna tashwishi yoyote. Kwa hiyo inahitajika kuweza kwamba tuwe tumemjua Kristo ya kutosha vizuri. Na kuna kitu ambacho tunaweza tukakiita kunyanyua kiwango kwa muendeleo pasipo kukoma, siku baada ya siku, kuendelea kunyanyua kiwango cha kumjua Yesu. Huko kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 32, neno la Mungu linaposema ya kwamba mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Na ni kweli kuna nguvu kubwa katika kumjua Yesu, na hapa tunaongelea kuhusu kumjua Yesu kibinafsi. Tunajua kwamba kuna Yesu yule wa wote, ni kweli yupo kabisa, ambaye kila tunapokutana au labda tunapokwenda kwenye ibada, basi tunakuja kwa pamoja, lakini kila mmoja amefika pale kwa sababu amemjua kibinafsi. Na ndipo tunapofika pale, basi kunakuwa na kuweza kushirikiana kwa kulenga Yesu huyu ambaye kila mmoja ameshamjua kibinafsi. Kwa hiyo hata tunapokwenda kwenye kumtangaza Yesu, basi unakuta kwamba kama mtu ameshamjua vizuri Yesu, huyu Yesu, na ameshaona uzuri wa kumwamini, na ameshaona msaada mkubwa wa vile ambavyo mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa amefunikwa, tunaweza kusema kwamba ndani ya Yesu tumepata kufunikwa, ambako sio tu kwa ajili ya maisha haya ya sasa hivi, lakini maisha ya milele, kama ambavyo tunasoma huko kwenye Yohana 3:16, anaposema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tumehifadhiwa milele. Baada ya kumwamini Yesu, Mungu anasema kwamba hakurudi nyuma, kwamba hii coverage actually sio kama insurance, ni assurance. Hii ni ya kudumu, na umehakikishiwa kwamba umefunikwa sio tu kwa wakati huu ukiwa hai kwenye mwili, lakini hata milele na milele.
na kwa hiyo ina uzuri wake na faida yake kujua hivyo. Na ndipo hata tunapokwenda kule nje kwa kumtangaza huyu Yesu wetu, tunamjua vizuri jinsi ambavyo ametusaidia na jinsi ambavyo ametuwezesha na umaarufu wake. Na kama ambavyo tunavyofahamu kwenye sehemu mbalimbali za biashara, najua kwamba labda wengine wanaweza kusema kwamba tusitumie jinsi ambavyo wanavyofanya huko kwenye biashara, maana hii neno la Mungu. Lakini ushawishi ule ambao Yesu alitumia wakati ule, na wale wengine wote wakina Petro na wale wengine wote wa nyakati hizo, na hata leo inahitajika kuwa na kiwango fulani cha kuweza kuwashawishi watu na kuwaleta kwa Yesu. Na vile vile tunajua kwamba huko kwenye biashara wanasema kwamba kuna kitu kinachoitwa customer service. Ni kwamba pale kwenye hiyo biashara, basi ili biashara ifanikiwe, lazima wale wenye hiyo biashara wanahakikisha kwamba wanapowaleta wateja wanunue kwa mara ya kwanza, basi wanahakikisha kwamba wataweza kuja tena na mara nyingine na mara nyingine, na wataendelea kuwa loyo na wataendelea kukaa. Na hiyo ni ya muhimu sana kwenye utumishi. Maana actually utumishi ni kama sort of customer service ya aina fulani ya ufalme wa Mungu, ambapo Mungu ametuita kwamba tuwe watumishi wake. Lakini sehemu ile ya pili tena pale anasema kwamba tuwe mawakili wake. Kuwa wakili umepewa nafasi ya pekee sana kumwakilisha Mungu, na kujua hivyo, basi najua kama ni jukumu kubwa sana, na kwamba haitawezekana kwa namna ya kibinadamu, haitawezekana kwa namna nyingine yoyote ile. Lazima tumtegemee Roho Mtakatifu. Kule kwenye Matendo mlango wa 1 mstari wa 8 anasema, kwa maana mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria mpaka miisho ya nchi. Mtakuwa mashahidi wangu. Actually huo kuwa shahidi ni pia ni kuwakilisha, wawakilishaji wangu. Na mtakapokuwa mnapita huko mkielezea habari zangu, ni kama vile ambavyo tunaweza kuwa na balozi anawakilisha nchi yake katika nchi nyingine. Kwa hiyo anapokwenda kule, anasimama kama huyo rais wa nchi ambaye amemtuma, maana anamwakilisha. Vivyo hivyo na sisi kama watumishi wa Mungu, lakini pia mawakili wa Mungu, tuna huduma ya ubalozi. Tunawakilisha serikali ya ufalme wa Mungu. Na kwa hiyo kila tunaposimama na kutumika, tujikumbuke hivyo. Maana tukiwa tunajikumbuka hivyo vizuri hivyo, basi ndipo vitu vitatokea. Na naweza kutumia mfano huu kwamba askari ambaye anaweza kusimama hapo barabarani na akaashiria kwamba dereva ambaye anaendesha lori kubwa sana aweze kusimama, na yule dereva anaendesha lori akasimama. Ni kwa sababu gani? Pamoja na kwamba labda huyo askari ni mtu mdogo tu, ni kwa sababu huyo dereva anatambua mamlaka ambayo huyo askari amebeba na anawakilisha. Kwa hiyo tukiwa tumejitambua hivyo, basi utakuta kwamba vitu vitatutii. Hata mapepo wakati mwingine hatutahitaji kuyatoa, maana tunaweza tukapita mahali akawa yanatoka, kwa sababu ya yale mamlaka tuliyobeba, kwa sababu ya kujitambua kwamba sisi ni nani. Na kweli hiyo inahitajika sana kwenye siku zetu za leo, kwa watumishi wote, ya kwamba katika siku za leo kama tutapendelea kwamba
tunyanyue kiwango chetu cha ustahimilivu, na kwamba tuepuke kitu ambacho kinachoitwa burn out. Hali ile ambayo unasikia kwamba unataka sasa kutafuta mlango wa kutokea kwenye utumishi, kwa sababu labda yale mazito mengi ambayo labda mkutana nayo kwenye utumishi. Kwa hiyo ili tuweze kufaulu hapo, itahitaji kwanza tuweze kumtegemea Roho Mtakatifu, tuweze kuchochea katika kumtegemea Roho Mtakatifu. Na sote tunajua ya kwamba huu msaada wa Roho Mtakatifu ni sisi tunahitaji kuomba. Roho Mtakatifu hata jileta yeye mwenyewe kwetu akiomba atusaidie. Ni sisi tutamwambia Roho Mtakatifu, sasa utusaidie hapa. Na neno la Mungu sehemu mbalimbali inaonyesha jinsi ambavyo tukaweza kupokea na kutumia huu uwezo wa Roho Mtakatifu. Na tukiwaangalia wenzetu wa kanisa lile la kwanza, na ile mfano wetu mkubwa, kwamba kwa nini wao walikuwa tayari hata kuingia kwenye shida nyingi, na wengi wao ni kwamba walikufa wakati wao kwa sababu ya kumtangaza Kristo. Ni kwa sababu walikuwa wameingiwa na nguvu au ujazo na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa amewabeba, hata wakati mwingine walipotishiwa hawakuogopa. Na hii ndio sehemu kubwa ambayo itatuwezesha kuweza kushinda katika siku zetu hizi tunazoishi kama watumishi. Tutahitaji tuendelee kutembea katika uweza wa Roho Mtakatifu, na sio uweza wa kujitegemea sisi wenyewe. Neno la Mungu pia linasema huko kwenye Mithali mlango wa 3 mstari wa 5 na 6. Naomba anaweza kutusomea mara moja hapo, atusaidie. Mithali mlango wa 3 mstari wa 5 na 6. Hallelujah. Nitakaribisha mtu yote anaweza ka jump in. Mtu yote bonyeza alama nyota nambari 6. Methali 3:5 mpaka 6. Ni hapo au labda nika paraphrase hivi kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Na pale mbele anasema kwamba umtambulishe Mungu katika kila unalofanya. Lakini naomba kama atakuwepo ambaye anaweza kusomea hapo, basi atusomee. Tashukuru. Kuhusu kumtegemea Mungu, kwa sababu sisi kama wanadamu uwezo wetu ni mdogo, na hata uwezo wetu wa kufikiria ni mdogo. Lakini tukimtegemea Mungu, basi yeye atatuonyesha sehemu zote. Kama iko ambaye atakuwa amepata, atusaidie kusoma. Haleluya, amen. Nitasoma kwa jina la Bwana. Mithali 3 sura ile ya 5. Nasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Amen. Amen. Nashukuru sana kwa kusaidia kusoma. Na ni kweli hapo inatuonyesha kwamba tumeshaelezewa kabisa kwamba na Mungu anaendelea kutukumbusha ya kwamba tutakapokuwa tunafikiri kwamba tutaweza kuifanya kazi ya Mungu kwa kujitegemea wenyewe, basi tujue kwamba tumejidanganya. Na lakini tutakapokumbuka kwamba tunapoupokea uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atatusaidia na kutuwezesha, basi hapo ndipo tutapokea huo msaada, na huo msaada utatuwezesha kufanya yale ambayo Mungu anatuhitaji. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yako katika utumishi, na kuna kusikia kukata tamaa, na kusikia kana kwamba
yale ambayo maneno ya Mungu yalivyo Yesu alivyoahidi labda hatuyaoni yakitokea leo. Kwa mfano huko kwenye Yohana 14 mstari wa 12, ninaweza nikaweka kwa namna hii nyingine, lakini atakayekuwa amepata pia atusaidie kusoma Yohana 14:12, na ambapo anasema kwamba amin amin nawaambieni, wale wote waniaminio mimi, yale yote niliyoyafanya nao wataweza kuyafanya, naam, na mambo makubwa kuliko hayo. Ndivyo Yesu alivyosema. Sasa Yesu aliahidi hivyo, na tunaweza kuangalia katika mtumishi wetu wa leo, je, kwamba labda tunayaona yanatokea hayo ambayo Yesu alisema kwamba aliyafanya. Maana kuna sehemu mbili, kuna yale aliyofanya na yale mengine ambayo hakuyafanya, na ni kwa sababu alisema hapo alisema kwamba kwa sababu naondoka na kwenda kwa Baba. Ni kama alikuwa anasema hiyo ni kama homework ninawaachia ninyi, ndio mtakayofanya hayo mengine ambayo nilikuwa bado sijayafanya. Kwa hiyo kuna list ya kwanza ya mambo ambayo Yesu alishayafanya, asema nao waniaminio mimi hayo watayafanya, na mambo makubwa zaidi ya hayo. Kwa hiyo kuna mengine, na ni vizuri tukajiuliza hayo mambo mengine ni yapi, na pia tujiulize kwamba je, yanatokea au hayatokei, na kama hatuoni yakitokea, ni vizuri kutoridhika. Maana ni vizuri kukumbuka kwamba kila neno alilosema Yesu alikuwa na maanisha, na kama alisema hivyo jinsi alivyosema, alikuwa na maanisha hivyo. Na ndipo kweli kwamba tunapoendelea kutafuta kwamba kwa nini hayatokei, basi wakati mwingine wengine baada ya kuona kwamba mambo ambayo Yesu aliahidi kwamba na sisi tutaweza kuyafanya na kuweza kuyaona tukiyafanya, basi wanakata tamaa, wanavunjika mioyo, labda wanaikimbia kazi ya Mungu. Lakini Mungu anaendelea kutukumbusha ya kwamba ni vizuri tuweze kukagua na kuona kwamba kwa nini hayatendeki, na tukumbuke kwamba inawezekana kwamba kama vile ambavyo mtu ameingia kwenye gari kwa mara ya kwanza, alikuwa hajalitumia aina hiyo mpya ya model mpya ya gari, na anapoingia kwenye gari lile labda hajui namna ya kwamba ni button ipi nimenye ili gari liweze kufanya hivi na vile na vile. Labda wewe kati yetu hapa tumeingia labda kwenye changamoto ya namna hiyo wakati mwingine, lakini kama hayuko mmoja wapo, mimi ni mmoja wapo wakati mwingine. Kama hujalijua gari vizuri jinsi linavyooperate, wakati mwingine unapoingia kwenye hiyo gari kwa mara ya kwanza, basi unaweza kuingia katika shida kidogo pale mwanzoni, na ni vizuri kujipatia muda na kujifunza. Na hasa kuna kitu kinachoitwa instruction manual, yani ni ule maelezo kwa jinsi ambavyo namna ya kuoperate kile chombo. Na vivyo hivyo neno la Mungu hili kuna namna fulani ambayo Mungu anahitaji tulitumie ili liweze kufanya kazi yake kama ambavyo limeundwa, kama jinsi ambavyo Mungu amelikusudia. Kwa hiyo tunapofika hapo tusikate tamaa, na tumuulize Mungu kwamba mbona tumefanya hili na hili na bado haijatokea, na atatuambia ni kitu gani ambacho labda bado hatujafanya sawa sawa. Kwa hiyo na pia kwenye kumtegemea Roho wa Mungu, ya kwamba tumtegemee Roho wa Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu atatuwezesha hata wakati mwingine mambo mengine ambayo bado hatujayajua tutajikuta tu kwamba tunayajua wakati tunapoendelea kufanya kazi ya Mungu. Maana yale mambo mengi ambayo tutahitaji kuyafahamu vizuri, tutayafahamu wakati tunaendelea, wakati tuko katika kumtii Mungu na kufanya yale maagizo yake jinsi alivyo tuagiza.
Kwa hiyo ni kwenye eneo hilo la jinsi ya kuweza kuzuia ile hali ya kusikia kukata tamaa na kule kuburn out na kule kusikia kwamba mimi sasa naona niache. Hapana, haijafikia hapo, kwa sababu kuna msaada wa Roho Mtakatifu. Tuendelee kukaa hapo na tuendelee kutafuta kwamba ni kwa namna zipi nyingine ambazo tunaweza kuongezea uwezo wetu wa kuweza kustahimili na hata kufanya kazi ya Mungu pasipo kusikia kukata tamaa. Tusome pia Mathayo 6 mstari wa 33. Mathayo 6:33. Yule atakayekuwa amepata atatusomea, na sehemu hiyo inatuonyesha tu jinsi ambavyo ni muhimu tumtangulize Mungu. Tumtangulize au tupatie kipaumbele yale makusudio ya Mungu, na makusudio yetu na matakwa yetu yaje baadaye. Mathayo 6:33. Amen. Tutasoma Mathayo 6:33. Maneno ya Mungu yanasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amen. 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 Asante sana. Tunashukuru kwa kutusaidia kusoma. Ni kweli kwamba kuna vitu vya kutafuta kwanza. Yaani kwenye naweza tukasema ni checklist ya utumishi hapo. Kwanza kuna hivyo ambavyo Mungu anahitaji. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya mengine yote ambayo tunahitaji ya maisha tutazidishiwa, tutaongezewa. Kwa hiyo kuna ile ya kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu tumeipatia kipao cha kwanza, tumeipatia umuhimu wake, na ndipo utakuta kwamba tutakapokuwa tumeipatia umuhimu wake, kuna kitu ambacho tunachoitwa kumuingiza Mungu deni kwa sababu ya utumishi wetu. Tukiwa tumejitoa kwa Mungu na kuifanya kazi yake, hata kabla labda mahitaji yetu mengine bado yanangojea, Mungu kwa namna fulani ni kama anaingiwa na deni, lakini si deni vile, lakini kwa sababu huo ndio mpango ambao Mungu ameweka, kwamba na sehemu nyingine anasema kwamba maana ni baraka kubwa kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo tukiwa tumemtangulia Mungu kwenye kutoa kwake, kutoa maisha yetu katika utumishi wake, hata kabla Mungu hajakutana bado na mahitaji yetu, unakuta kwamba ni kama vile ambavyo mwenye kulima shamba lake amepanda mbegu zake. Kuna wakati sasa wa kuvuna, ni kwamba zile mbegu ambazo alipanda kwenye mavuno zinakuja kwa wingi sana na kuweza kujaza yale mahitaji yote ya kimwili ambayo alikuwa nayo. Haleluya. Katika kumtumikia Mungu, katika kumtanguliza Mungu, basi hiyo ni eneo lingine mojawapo ambalo ni la muhimu kabisa. Ni kama kujipigia chanjo ya kuzuia kushuka kwa kiwango cha ustahimilivu. Hiyo ni kama chanjo tunaweza tukasema, ambayo kama tukifanya namna hiyo inaweza kutusaidia sana katika kuzuia kushuka kiwango cha ustahimilivu. Naomba pia tusome Yohana 12 mstari wa 24 na ule mpaka wa 26. Na sehemu hiyo tutakapokuwa tumefikia kwenye kusoma kwa kifupi, inatuonyesha kwamba tumeitiwa kufa. Kuna sehemu yetu ya utu wetu ambayo inapaswa kufa ili Kristo aonekane. Na sehemu nyingine Mtume Paulo anasema kwamba sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani mwangu. Ni kweli, ni kwamba mtu akishakuwa ndani ya Kristo, ule utu wake na yale madai yake ya utu ni kama yamekufa. Na Kristo sasa ndiye anaishi kupitia mtu huyo.
Naomba kama kuna ambaye atakuwa amepata sehemu hiyo ya Yohana 12:24 hadi 26 atusaidie kusoma. Nashukuru. Amen. Yohana 12:24 mpaka 26. Maneno ya Mungu amesema, amini nawaambia, pembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa utoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha na uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami ndipo mtumishi wangu atakapo kuwepo. Tena mtu akinitumikia Baba atahikimu. Amen. Asante, tunashukuru sana. Tanzia sehemu ile ya mwisho kwamba mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Najua kwamba tumesikia vizuri mara nyingi kama binadamu tunapoheshimiwa mbele ya watu, tunapoheshimiwa na watu mbele ya watu. Na sasa je, tunapoheshimiwa na Mungu mbele ya watu? Ni kama Mungu anatutambulisha kwa watu, kwamba kama ambavyo alimtambulisha Yesu baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji. Mungu akasema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu nipendezwaye naye, msikieni huyo. Na ndivyo hivyo ambavyo tukimtumikia Mungu kwa mioyo yetu yote, ambapo kwanza inabidi tujitoe tu, yani ni kama tunaitiwa kufa, kwamba kuna ile hali yetu ya utu wetu, madai yetu ya ubinadamu ambayo mara nyingi yanaweza yakawa yanagongana na matakwa ya Mungu. Basi yanatakiwa kwamba tuyafishe, na ndipo sasa tunapoendelea kumtumikia Mungu wetu kama ambavyo neno la Mungu linasema hapo kwamba tutafikia mahali ambapo kazi yetu ya kumtumikia Mungu wetu matunda yataongezeka, kama vile ambavyo mbegu iliyopandwa, mbegu moja inaweza kuleta mavuno labda mara 100 au hata zaidi. Na ndivyo ilivyo tu pia katika tunapokuwa katika kumtumikia Mungu, hasa tunapokuwa tumejitolea kwamba ule utu wetu, ule binadamu wetu ambao unatafuta kupingana na makusudi ya Mungu ufishwe, ili Kristo aonekane ndani yetu au kupitia sisi. Haleluya. Amen. Tunapoendelea basi tunaendelea kuangalia namna ya kuendelea kuweza kuongeza uwezo wetu wa ustahimilivu, na sehemu mojawapo ni kuweza kuangalia vile ambavyo tunaweza kujijenga katika imani. Kwenye Warumi mlango wa 10 mstari wa 17, naomba atakayekuwa ameona sehemu hiyo atatusomea na tutashukuru. Na lakini kwa kifupi ni kwamba neno la Mungu linaonyesha kazi ya imani katika utumishi wetu, na neno la Mungu linatuonyesha sehemu nyingi ambapo Yesu anasema kwamba na iwe kwako jinsi ulivyoamini, na iwe kwako jinsi ulivyoamini. Na sehemu nyingine anasema kwamba yote yawezekana kwake yeye aaminiye. Kwa hiyo kumbe imani ina kazi yake kubwa sana na muhimu sana, ambayo inawezesha mambo makubwa kuweza kufanyika kama tumejijenga katika imani yetu. Na tukumbuke kwamba tuna chembe au tuna chembe ya imani wakati ule tunapokuwa tumeokoka, lakini hiyo chembe inabidi iendelee kukuzwa. Na namna ya kuikuza neno la Mungu linatuambia hapo kwenye Warumi 10:17. Naomba kama atakuwepo ambaye anaweza kusomea hapo. Kwa tayari nashukuru. Mimi mchungaji nitasoma kwa jina la Yesu. Warumi 10:17. Maneno ya Mungu yanasema,
Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Amen. Amen, amen. Tunashukuru sana kwa usomaji. Asante. Na kwamba imani huja imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Haleluya. Kwamba kwa kule kuendelea kusikia, na ndio maana tunatilia mkazo kwenye kusoma na kutafakari neno la Mungu kila siku. Hiyo ni kama vile wale ambao wanafanya mazoezi ya mwili wanavyofanya mazoezi yao kila siku, na inaendelea kujenga ule uwezo wao. Kama ni kwenye kunyanyua vyuma, uwezo wa kunyanyua vyuma vizito zaidi unaendelea kuongezeka jinsi ambavyo anafanya mazoezi kila siku. Vivyo hivyo imani yetu basi tunaweza tukaijenga kwamba ikaweza kunyanyua vitu vizito. Mambo magumu, hata majaribu magumu yanapokuja, unakuta kwamba kama imani imejengeka vizuri, uwezo wa kunyanyua na kubeba unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo utamwezesha mtu kupita mahali ambapo kwa namna nyingine yote asingeweza kupita. Anaweza kupita na kushinda kwa sababu amejenga uwezo wake wa imani vizuri. Na sehemu nyingine, maeneo mengine ambayo pia tunahitaji kujenga ni kujipeleka kwenye neno la Mungu, kukaguliwa na neno la Mungu. Najua kwamba kama binadamu sote tunajua kwamba kuna kitu ambacho kinachoitwa kama check-up. Kwa mfano tunaweza tukaenda tukafanyiwa check-up kwa kuangaliwa tu kwamba labda miili yetu iko katika hali yake nzuri, na hata magari yetu tunayapeleka kwenye check-up ili afanyiwe check-up. Kama kuna shida fulani basi yarekebishwe. Hiyo ni kitu cha muhimu sana. Na vivyo hivyo sisi inabidi kila wakati tuweze kujipeleka kwenye neno la Mungu kwa makusudi ya kwamba tukaguliwe. Neno la Mungu liweze kutukagua ili kama kumetokea hitilafu fulani ambayo inaweza labda kuzuia maombi yetu, kwa mfano kama kuna dhambi fulani kwenye maisha yetu, basi iweze kuondolewa na ili maombi yetu yasizuiliwe. Kwa hiyo kujipeleka kwenye neno la Mungu ili kufanyiwa uchunguzi na marekebisho ya mara kwa mara itakuwa ni ya muhimu sana na ya kusaidia. Na pia naomba tusome Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 5. Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 5, ambapo pia tunaendelea kwenye sehemu ile nyingine kwenye eneo lile la maombi, ambapo tunaona kwamba kuna mambo mengine ambayo hata hayatawezekana kwa namna ile ya maombi ya kawaida, ambayo itahitaji maombi ya kuomba na kufunga. Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 5. Wakati tunapokaribia sasa kumalizia, kama kuna ambaye atakuwa Amen. Nitasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 5. Mlango wa 7 mstari wa 5. Maneno ya Mungu yanasema, msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraja. Basi kumbe I'm sorry. Samani hiyo ni kumbe sehemu nyingine. Basi lakini nilikuwa nimekusudia kwamba pale ambapo anasema kwamba mambo mengine hayatawezekana ila kwa kusali, kuomba na kufunga. Kuomba na kufunga. Samani kwenye sehemu hiyo. Ndiyo. Kwa hiyo kwa ujumla kwamba kuna namna mbalimbali ambazo tunaweza kunyanyua viwango vyetu vya ustahimilivu, hasa kwenye eneo hili la utumishi. Na ni vizuri kwamba tuweze kujua kwamba vile ambavyo tulivyo maisha yetu ya ndani ya mioyo yetu, jinsi ambavyo tumeendelea kuyafanyisha mazoezi yake vizuri, ndivyo ambavyo tutakavyoweza kunyanyua viwango vyetu vya kumtumikia Mungu na kustahimili na ustahimilivu. Basi
Mungu atubariki, na kwa sababu ya muda wetu pale ambapo umefikia, naomba niweze kuishia hapo. Basi narudisha kipindi chetu kwa viongozi wetu wa kwenye dawati. Karibu mtumishi wa Mungu Jerry. Amen, amen, amen. Asante mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Kasha kwa kutuongoza vizuri kabisa katika sehemu ya 3 na ya mwisho ya somo letu hili la je, kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa na kwenye utumishi wa zamani kompea na ule wa leo. Majuma matatu tumeweza kusoma vizuri kabisa katika sehemu zote hizo. 2 za mwanzo kama nilivyosema hapo awali tulisimama zaidi katika ndoa. Siku ya leo sehemu ya 3 na ya mwisho tumejikita zaidi katika sehemu ile ya utumishi. Naamini kabisa kwamba wote ambao tuko katika kipindi chetu kwa hivi sasa mubashara na wale ambao tutapata nafasi kusikiliza baadaye katika recording tumebarikiwa sana na tumepata vitu vingi sana. Lakini faida ya kuwepo katika kipindi wakati ambapo kipo live yani mbashara, unapata nafasi ya kuuliza maswali ama kuchangia katika yale ambayo umeweza kusikia. Inawezekana kwa siku leo peke yake, inawezekana katika juma jana unaondoka na kuna kitu kidogo ama ile part ya kwanza, lakini pia inawezekana kwamba kuna kitu utegemea ungekisikia hujakisikia, au inawezekana kuna kitu umekisikia huna swali lakini imekufungua zaidi understanding yako ya stahimilivu hizo za watumishi wa zamani na leo na ndoa za zamani na za leo. Tunaita kupata mwamko pale. Angalia simu yako ipo katika mute, utabonyeza alama ya nyota nambari 6 mara moja tu, itakutoa katika mute. Utajitangaza japo kwa jina la kwanza na pale ulipo. Tuna imani kabisa dakika 2 za kutosha kuweza kuuliza swali ama kuchangia katika hilo. Karibu tuingie katika zoezi hilo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu dada Messi. Amen. Asante kaka Jerry, asante pia sana mwalimu mchungaji Kasha. Mungu akubariki sana. Ninajua kwamba katika somo hili la watumishi tumezama sana katika ustahimilivu. Kwa hiyo swali langu linakuja kwamba kwa nini watumishi wa siku hizi hawastahimili katika ndoa zao? Sababu imekuwa kwa kweli kwa sisi ambao labda tunawafuata au ni wafuasi wa Kristo, especially kwa wale watumishi ambao kwa namna moja au nyingine role model kwa watu wengine, alafu unakuta kwamba mambo yao yako wazi na yako kwenye mitandao, na siku hizi mitandao inajua kitu kidogo kinarushwa, yani hata kama utaki kusikia utasikia tu. Sasa tufanyeje katika hilo, au ni mafundisho aina gani? Kwa sababu kama mtumishi unaamini kwamba mafundisho anayajua, Biblia anaisoma, anajua. Sasa tunakosea wapi au tufanyeje ili tuweze, kwa sababu tunakuwa kama vile tunauaibisha Ukristo wetu. Amen. Amen. Sana kwa swali lako zuri la Messi. Naweza nikasema ni upande wa pili wa sarafu ya swali, nafikiri kwa la mwisho la part ile ya pili. Nikaribisha kwanza watu wote ambao tuko katika line, tujaribisha kulishangia hilo kabla sijawakaribisha walimu wetu wa siku leo. Mwezaji anakereketwa kwamba kwa nini ndoa za watumishi wa leo hazidumu. Naweza nikaika hivyo kwa kifupi, kwa nini hazidumu? Tunasikia scandals za hapa na pale zikiwa zinashamiri, kama kusema mwenyewe kwa online, hata kama utaki utakutana nayo tu. Unafikiri kwa nini watumishi wa leo stahimilivu zao katika ndoa si kama zile za zamani? Mweza swali ameegama kwenye watumishi, sio wengine ambao watumishi, wachungaji, maaskofu na kadhalika. Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6 itakutoa katika mute, jina la kwanza pale ulipo. Dakika 2 najua kabisa kutosha kabisa kuweza kuchangamkia mdahalo huo. Karibu tuendelee. Changamkia muda. Alama nyota nambari 6. Kwa nini ndoa za watumishi siku hizi zinaimba? Kuna line kama 50 hivi sasa. Amen, amen, amen. Ongeza sauti kidogo, unaweza kutambua jina la kwanza pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Sasa nimekusikia vizuri kabisa. Naam, karibu. Jina la kwanza na pale ulipo. Nafikiri mchungaji Monge huyo, sio? Nice Monge. Basi amen. Mimi kwa kweli nikitambua sio tu kwenye ndoa,
Yaani kuhubiri ni kama wengi wanakuwa tunahubiria wengine baada ya kujihubiria sisi. Lakini uhalisia wa neno huwa linakusoma wewe kabla hujamsoma mwingine. Na ndio maana linaitwa upanga unaokata kuwili. Namba 1. Lakini pia sio kwamba neno linakuwa halimsomi. Yaani haijalishi analisema wakati anajiandaa kufundisha. Neno linasoma, lakini kumtii Roho Mtakatifu ndio inakuwa shida. Kwa sababu kuna mwingine unamueleza anakuambia bwana hiyo ni nyie tu, haipo kama hivyo. Hiyo akili yako wewe ndio umefungiwa hapo. Lakini unaambiwa cha kwanza tumeambiwa tusamehe. Hatusamehe waliotuomba msamaha. Hili ni andiko. Bado mtu atapingana nalo. Okay, unampa reference hata kama hivyo unamwambia hebu angalia kwenye ukitaka kujifunza vizuri soma kwenye Torati, rudi kwa mitume, afu rudi kwa Yesu mwenyewe ambapo ndo kumefungiwa kweli yote. Utapata jibu sahihi. Bado mtu inampa shida. Jambo la 3, ujuaji. Yaani kwa sababu mimi nina star, nimejulikana, nakubalika, siko tayari kushuka. Kwa hiyo hayo mambo yamechangia sana. Ndio maana ukiangalia hata wale wahubiri wafundishaji sana mafundisho ya leo. Yaani wao ndio wanakuwa wa kwanza kufeli. Bila kujua kwamba ili niyo mwalimu mzuri. Yaani mwalimu yoyote huwa anasoma kila mara. Mwalimu yoyote anakuwa na mitihani kila mara ili ya kumfanya aboost akili asonge mbele. Sasa anapopita kwenye ile changamoto, yaani ndio anakuwa balaa. Baada ya kujua kwamba ndio niko kwenye ile darasa la kupata point B ya kuendelea mbele, let's say kwamba nimefundisha mtu stahimilivu kwenye ndoa. Alafu mume wangu anabadilika anakuwa kituko. Sasa stahimili yangu na mimi sasa natakuwa nikae chini. Roho Mtakatifu aniongoze ni wapi pana shida. Ninapovuka naenda kuwa mwalimu bora zaidi wa kumbrush mwingine. Hakuna mwalimu anayetakiwa kubaki darasa lile alilokuwa nalo. Ina maana nature ya mwalimu yoyote anapaswa kuendelea kujiongeza kwa kuattend seminars, kwa attend window shopping, anatakiwa kwa workshop, anatakiwa pia kuattend zile program mbalimbali za kuendelea kujifunza. Hatakiwi kukaa tu yani kwamba nimeshasoma nimefika level hii basi. Hapana. Ili aweze kuwasaidia kwa sababu mambo ni mengi na yanainuka kila siku mapya. Lakini ndani yake nikijifunza chini ya mwongozo wa neno la Mungu. Sasa pale anapokutana na ile changamoto yeye kama yeye haelewi. Jamani hata mimi najua nilipitia hicho kipimo. Lete mnasema nao Mungu natamani unipe nguvu ya kufundisha wamama, vijana na watoto. Niweze kuwasaidia watoke mahali. Nilikuwa binti, nina mzigo, nikaenda nikawa mama, lakini nilipofika kwenye changamoto ilinipa kushika kidogo. Kilichonibeba mimi ni Roho Mtakatifu. Nifika level kabisa ona ndoa siwezi. Lakini pale Roho Mtakatifu hapo nikumbusha andiko. Cha kwanza nisamee. Namshukuru Mungu aliniokoa kwenye jambo kubwa sana. End of the day ilikuwa si kitu cha kawaida. Ilinigharimu kiwango cha ajali mbaya. Lakini nilijua shetani alikuwa amesimama kweli kweli na bado Mungu akatuvusha. Kitu cha ajabu tukio hospitalini wamekuja kutuona wana familia kabisa wanasema jamani niacheni tu ndoa na heshimiwa kwa kweli. Wanaopendana kweli utawajua. Sasa nikaa najiuliza inahusianaje? Kumbe ile tumemaliza kusamehe tumepatana ndani ya mwezi ndio tunapata ile ajali mbaya ni kisasi cha shetani kimesimama. Kwa mimi binafsi nikiamini tu ni ajali kawaida, kumbe shetani amepambana kisasi kwa sababu kwa nini umekubali kutengeneza. Lakini end of the day niligundua mambo yalikuwa ni mengi sana nyuma, lakini leo yamenipa nawavusha wengi na wengi nikiwavusha nawaambia na wewe ukawa mwalimu wa mwingine kuokoa ndoa yake. Ndio maana nisiwalaumu hata kidogo. Na imani ni kwa sababu tu sio watu wengi wamelelewa katika kujifunza kumtii Roho Mtakatifu. Kwa inasumbua. Kikubwa ni kuombeana kwamba tujifunze kumtii Roho Mtakatifu katika mazingira yote tunayotenda kazi ili tuvuke. Na la mwisho watu wengi wanahubiri kwa maandalizi. Hawakai wakawa wanasoma neno kulitafakari na kulifanyia kazi. Wakati neno la Mungu linataka tuwe tunasikiliza maagizo yote ya Mungu, kuyatunza na kuyafanya.
Hapo ndo kinachosumbua pia. Kwa ukifanya kazi ya Mungu kwa kulenga tu, yani kwamba nasoma neno kwa kujiandaa kwenda kuhubiri, hawezi kutoka. Utahubiria wengine afu hutojisoma. Kwa ni wazo langu ni hilo. Sana kutuanzishia mdahalo vizuri kabisa pale mshikaji Nancy kutoka pale Tanzania. Nikaribishe mtu mwingine mmoja. Kumbusha swali hapo. Kwa nini ndoa za watumishi siku hizi zinaonekana nazo zinayumba kama za watu wengine? Compare na wale watumishi wa zamani. Umeweza kusikia mchangiaji wa kwanza akiwa amepita katika sehemu kadha wa kadha. Wewe unasemaje wakati mtumishi mwalimu alifundisha siku leo akijiandaa? Angalia simu yako alama nyota nambari 6. Takubadilika 2. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye swali amerudi. Tunaeleka sawa swali ama kuna kitu? Mimi napenda pia kuchangia kidogo kwa sababu wakati unasikiliza unasikia na majibu yanakuja hapo. Nashukuru mtumishi alivyosema kwamba mara nyingi tunapofundisha huwa tunasahau na sisi kujifunza. Kama Paulo alisema kwamba nisiwa kuhubiriwa wengine mimi nikawa. Mara nyingi huwa tunahubiria wengine and then sisi tunajisahau. Mimi pia nafikiri ni unyenyekevu. Maisha ya siku hizi wote tunataka kujiona bora. Hakuna anayetaka kushuka, hakuna anayetaka kunyenyekea. Nakumbuka hata Yesu mwenyewe japokuwa alikuwa ni Mungu, lakini aliweka unyenyekevu mbele na kutii ili kuweza kufanikisha lile ambalo ni kusudi la Mungu. Kwa hiyo mimi nafikiri katika watumishi wengi, katika wanandoa, especially wale ambao tayari wameshakwenda juu na wengine wote, kwamba kuna anayekubali kunyenyekea. Kwa hiyo kila mtu anataka asimame katika kichwa, anataka asimame, asishushwe, anataka kusimama kwa sababu katika ndoa kunahitaji unyenyekevu wa hali ya juu. Mapito yapo na tutapita, lakini tusiponyenyekea ndio maana ndoa zinatushinda. Kwa hiyo Mungu aweze kutusaidia kwamba arudishe unyenyekevu, kwa sababu ukiangalia watumishi wa mwanzoni, sio kwamba hizi shida zote zinazoonekana sasa hivi hazikuwepo, zilikuwa pale pale zilikuwepo, lakini waliweza kunyenyekea. Na kitu kingine ambacho labda kinatusumbua sana siku hizi, tumekuwa welevu. Zamani tulikuwa tunategemea kila kitu kwa baba, lakini siku hizi wamama pia tumesimama. Kwa hiyo katika hilo mara nyingi tunakuwa tunashindwa kustahimilivu kunyenyekea katika ndoa zetu, na Mungu atusaidie. Kwa kweli tunahitaji maombi na tunahitaji kuombeana na kuombea watumishi wa Mungu. Amen. Sana. Haya, sasa niingia Alabama moja kwa moja pale kwa dakika hizi 2 zilizobakia. Umeweza kulisikia swali mtumishi wa Mungu na umeweza kusikia midahalo ilipokwenda hapo. Na pamoja na mweza swali amerudi hapa kajibisha kuliweka sawa katika kile ambavyo ameweza kufunguliwa. Nikukaribishe kama unataka kuongeza hapo. Karibu. Asante. Nashukuru kwa ajili ya swali hilo zuri ambalo liko najibu pia ambalo pia limechangiwa. Ni zuri kabisa. Ni kweli, ni baada ya kuweza kuangalia na kutafakari kile hasa ambacho kinachotokea kwenye mwili wa Kristo, hasa kwenye eneo la watumishi. Na sehemu nyingine tunaona kwamba neno la Mungu linaonyesha kwamba lengo la adui analenga hasa kwamba anaponyemelea kwenye mwili wa Kristo, ananyemelea kwa wale watumishi, hasa wale ambao wanaongoza watu. Maana anajua kwamba nasi hao basi hao wengine huko itakuwa ni rahisi sana kwa ni kweli. Lakini kile kitu ambacho sasa tuseme kwamba ni kweli kabisa, hiyo ndio hali halisi ambayo kwa ujumla inaonekana, na sio kama imefichika huko nje, inaonekana kabisa, na hata ulimwengu unashangaa kwamba sasa Ukristo ni nini. Ni kweli. Kwa hiyo kwenye ulimwengu labda tumepoteza sifa ya Ukristo wetu. Na ni vizuri kuweza kuangalia kwamba sasa tufanye namna gani. Ni kweli kwamba itahitajika kwamba kuweze kuwa na uamsho katikati ya watumishi, kulenga kabisa kwamba tuweze kurudishia ule
ile commitment yetu na Kristo ya mwanzoni, na ndipo hata ndoa zetu zitaweza kusimama. Na hiyo ni ya muhimu, maana inasemekana vizuri kabisa kwamba kama mtu uhusiano wake na Kristo hauko sawasawa, basi uhusiano wake kati ya mume na mke katika ndoa hautakuwa sawasawa. Kwa hiyo ya kwanza kabisa ya kuzingatia, na ndio ile pia tumesoma kwenye Mathayo 6:33 kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haya mengine yote mtazidishwa. Kwa hiyo uhusiano wetu wa Kristo na Kristo ni wa kwanza. Kwa hiyo watumishi wanapokuwa wameuzia kidogo au kwa sehemu kubwa ule uhusiano na Kristo, basi unakuta kwamba sasa huku kwenye ndoa inakuwa ni kama kwenye matawi. Yaani ni kama mzizi tayari umeshatolewa na shina limeshatolewa. Kwa hiyo matawi tu yanaanguka. Yaani ni kama matokeo. Kwa hiyo naona kwamba bila shaka itahitajika hiyo, na tuhitaji kuendelea kumwomba Mungu, na watumishi wa Mungu wote ambao wako hapa wanasikia, basi vizuri tutaendelea kuangalia kwamba kweli tunahitaji kufanya nini katika wakati huu ili kuokoa kanisa kwa ujumla. Maana bila hivyo basi inaweza ikatokea kitu ambacho nafikiri kimetokea kwenye nchi kwa mfano za huko Ulaya, ambapo tunasikia kwamba makanisa yamefungwa. Yamefungwa kwa sababu inawezekana kwa sababu mbalimbali, lakini inawezekana kwamba sababu moja wapo ni hiyo, kwamba kama wale wanaoongoza makanisa wao wenyewe wameshindwa, especially kwenye ndoa zao, basi inaonekana kwamba kazi ya Mungu imeshindwa. Basi Mungu atusaidie kwenye hilo. Narudisha kipindi kwa kiongozi wetu. Asante. Amen. Asante sana kwa majibu hayo. Lazima kwenda kwa muuliza swali hapo ku make sure kama tuko pamoja. Muuliza swali ya message vipi tumesogeza kidogo. Amen. Asante. Amen. Asante sana katika hilo. Na basi kwa sababu ya muda na lazima kuweka nukta kwa siku leo. Kwanza nikiwashukuru walimu wetu wa somo hili katika majuma haya matatu, Reverend Dr. Anderson pamoja na Mama Janet Kasha pale Alabama, United States, kwa kuwa pamoja nasi katika majuma haya matatu. Tumepata nafasi kubwa sana ya kuweza kujifunza, na kama ambavyo walizungumza right away kwenye part 1 walisema ndio, yes, kuna tofauti na wakatumia majuma haya matatu kuweza kutukumbusha na kutufundisha sehemu zile ambazo tofauti zipo. Na mimi kabisa tumepata hapo kitu, na recordings za vipindi vyote hivi vitatu of course ziko pamoja, tupate jioni ya leo na kesho alfajiri kwa time za huku Marekani utaikuta basi tayari tumeupload katika channel yetu ile ya YouTube ya Umoja Church Dallas. Mkaribisha sasa kwa mara ya kwanza kwa siku leo mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Yeye atakuja baada ya wenzetu outreach, atakufanya kutoa nasaha zake na kutoanisha kipindi kwa sala jioni. Lakini kama ilivyo kawaida basi niwakaribishe wenzetu kutoka Outreach Ministry watatuongoza katika declaration yetu hii ya mwezi wa 3, then utapata nafasi ya kumsikia Dr. Nasua. Outreach Ministry, karibu. Jaribisha kuangalia kama namuona katibu ama mwenyekiti wa outreach. Angalia hapa haraka. Okay, kwa bahati mbaya naona siwaoni. Kama yupo ambaye kiongozi wetu wa state yote outreach kuweza kuongoza, nafikiri declaration yetu ya mwezi huu wa 3 ni kukataa na kusambaratisha madhabahu za giza katika nchi ya Marekani. Amen. Mada ya mwezi huu, tunavunja madhabahu zote zilizo kinyume na Mungu aliye hai, zinazozuia injili isiende mbele katika nchi ya Marekani. Tunasimama na Kumbukumbu ya Torati 12 mstari wa 3.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakuja mbele zako Jehova. Tunavunja madhabahu zote zilizo kinyume na Mungu aliye hai, zinazozuia injili isiende mbele katika nchi ya Marekani na nchi yangu ya New York. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunavunja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunazisambaratisha kila madhabahu za giza zinazozuia injili isiende mbele katika nchi hii na sadaka zao na ibada zao na makuhani wao na ajenda zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai na washiriki wao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunasema asante Mungu wetu, maana tukiomba lolote kwa jina lako unafanya. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sana mtumishi wa Mungu, kiongozi wa Outreach Ministry. Huyu alikuwa ni Sister Anna Jacob. Wako watatu, huyu ni yule Jezi kama sikosei. Asante sana. Nikukaribisha sasa mtumishi wa Mungu, Reverend Dr. Nsua. Amen. Basi kwanza nichukue nafasi hii kulishukuru sana dawati la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, Jerry, Hilda, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaoifanya. Mungu awabariki sana. Amen, amen, amen. Ambili, nichukue nafasi kuwashukuru sana watumishi wa Mungu, Dr. Anderson Kasha na Jenny Kasha kwa kazi kubwa na nzuri waliofanya ya kutufundisha kwa majuma matatu. Sisi wote tunajua ya kwamba muda ni kitu kikubwa sana, na haswa hapa Marekani muda ni kitu ambacho hakipatikana kirahisi. Unaweza kupata hela kwa urahisi lakini sio muda. Kwa hiyo nashukuru sana watumishi wa Mungu kwa muda mliotoa, maandalizi mliofanya kwa ajili ya somo hili kubwa na muhimu kwa kila mmoja wetu. Mungu awabariki sana sana. Amen, 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 amen. amen. Na jambo la mwisho ni ambalo amezungumza Brother Jerry. Hili somo litakuwa kesho, litakuwa limeshakuwa uploaded kwenye YouTube yetu kwenye Bible Study channel. Niomba upate muda wa kutulia, ulisikilize taratibu na mistari yote ambayo imesomwa, urudi tena kuisoma katika hali ya utulivu, kwa sababu kuna mistari ya msingi sana ambayo watumishi wa Mungu wameitumia, ambayo ningependa upate muda kuisoma tena na tena na tena. Kama tunavyosema, imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo usiishie hapa ukaona sasa umeshaelewa. Mimi mwenyewe nasubiria hapa chali upload nianze kusikiliza hatua kwa hatua, kwa sababu kama tunataka tupone sisi, familia zetu na huduma ambazo Mungu ametuitia, ni lazima tulijue neno la Mungu kwa nguvu katika hii topic ambayo imefundishwa. Ni muhimu sana. Kwa mara nyingine tena nawashukuru watumishi wa Mungu kwa muda wenu na kwa kujitoa kutuandalia somo hili kubwa na muhimu kwa ajili yetu. Mungu awabariki sana. Amen, amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote, nimesema wale wote watakaotafuta kwa bidii wataniona. Walinde, watunze, wafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa yote ya Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako na kutualisha kipindi kwa sala ya jioni. Ndio tunachukua nafasi kushukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho, kwa sehemu ya 3 na ya mwisho. Tumefunga tai katika somo hili kwa siku ya leo. Na specifically wale ambao walipata nafasi ya kuuliza ama kuchangia kwa siku ya leo,
Nianze na dada Mese ambaye aliuliza swali, lakini vile vile tunamshukuru kwa kustep in na kuweza kusoma ile mistari ya Biblia kwa niaba yetu. Mchungaji Mungi kutoka Tanzania kwa changizo lile. Uliweza kumsikia Reverend Dr. Anderson Kasha akijibu yale maswali, na of course ulimsikia Sister Anna Jacob akituongoza moja kwa moja katika ile outreach ministry. Walikuwepo, lakini wengine inawezekana hujawasikia katika kipindi kwa siku leo. Umemsikia Dr. Nasua, lakini vile mchungaji Mwasambungu yupo katika line, Minister Jessica Kataraia yupo kwenye line, mchungaji Mangesho alikuwepo briefly. Umeweza kumsikia mchungaji Mungi Nancy huyo, kumsikia kina alikuwepo mwalimu Olivia Andrews wa New Jersey, mchungaji Bupe Mwakamela Tanzania, mchungaji Leon Joseph pale Houston, na mwinjilisti Dennis Msemo kutoka pale Mwanga Kilimanjaro Tanzania. Mtu mwingine ambaye alikuwepo hujamsikia kama kusikiza vizuri ni mama mchungaji Janet Kasha kutoka pale Alabama. Na mwisho kipindi hiki basi nimaliza vipindi vingine vinavyojia kwa Isa na Makanisa Umoja. Tukutane tena wiki lijalo muda na wakati kama huu, lakini utakuwa kwa dakika 90 kwa sababu kwa kipindi kile kikubwa cha maswali na majibu, ikiwa tarehe 26 kipindi cha dakika 90 Alhamisi ya mwisho wa mwezi. Kabla hapo basi vipindi vyetu vinaendelea kama kawaida. Kesho asubuhi saa 12 asubuhi kipindi cha prayer line itakuwa hewani kama kawaida katika namba yao ile ile ya prayer line. Kwa niaba ya dawati hili zima la Umoja Church Bible Study, dada Priska Mungai Mshana, dada Hilda Bato-Kari, brother Jimmy Msemo, brother Allen Furu, naitwa Jerry Mkonyi. Tukiwa yote mwana Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.